Maandamano makubwa ya kupinga serikali nchini Iran yamesababisha vifo vya mamia ya raia katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, kwa mujibu wa mashirika ya haki za binadamu, huku miongoni mwa waliouawa ni mwamuzi wa mchezo na mwanafunzi wa chuo, vifo ambavyo vimeendelea kuibua hasira na huzuni kubwa miongoni mwa wananchi. Amri Mohamed Houkani ni kocha na mwamuzi wa futsal mwenye umri wa miaka 26 aliuawa kwa kupigwa risasi za moto tarehe 3 Januari katika mji wa Neriz, jimbo Rafazi, ambapo rafiki yake aliambia BBC Passion ya kuwa Houkani alijulikana sana kama mwema na kujali watu, na kwamba kifo chake kimeacha majonzi makubwa katika jamii nzima ya mji huo. Kwa mujibu wa mashuhuda, Houkani hakuwa ni mtu wa vurugu, bali alikuwa akisimama kupinga hali mbaya ya maisha na mateso ya wananchi. Familia yake imeelezwa kuwa katika hali ya majonzi makubwa, huku ikieleza hasira dhidi ya utawala wa Irani, ikidai kuwa aliuawa bila hatia. Siku chache baadaye, Rubina Aminiani ambaye ni mwanafunzi wa kikundi mwenye umri wa miaka 23 aliuawa wakati maandamano mjini Tehran, huku mashirika ya haki za binadamu yalisema alipigwa risasi kutoka nyuma, huku baadhi yakidai alipigwa risasi kichwani na majeshi ya serikali, madai ambayo BBC haijaweza kuyathibitisha kikamilifu. Aminiani alikuwa akisomea nguo na mitindo katika chuo cha ufundi cha Shariati mjini Tehran, ambapo familia yake imemwelezea kama msichana jasiri aliyekuwa na kiu ya uhuru na haki za wanawake, na aliyesimama imara kupigania kila alichoamini kuwa ni sahihi. Kwa mujibu wa Human Rights Activities News Agency, waandamanaji 496 wameuawa na zaidi ya watu 10,600 kukamatwa tangu maandamano hayo yaanze tarehe 28 Disemba. Maandamano hayo yalianza kutokana na matatizo ya kiuchumi kabla ya kupanuka na kuwa madai ya kisiasa yanayotaka kumalizika kwa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu. Wahudumu wa afya nchini Irani wameripoti kuwa hospitali zimelemewa na idadi kubwa ya majeruhi na maiti, huku BBC Passion ikithibitisha kuletwa kwa makumi ya miili katika hospitali kadhaa, huku video zikionyesha mamia ya mifuko ya kuhifadhia maiti katika miji mikubwa, hali inayodokeza kuwa idadi ya vifo huenda ni kubwa zaidi kuliko inavyoripotiwa rasmi. Serikali ya Irani inawahutumu waandamanaji kwa kuchochewa na mataifa ya nje, huku kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei akiwaita wavurugaji. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu yanaonya kuwa ukandamizaji huu unaashiria moja ya nyakati mbaya zaidi za ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Irani tangu maandamano ya mwaka 2022 yaliyosababishwa na kifo cha maisha ya Mahsa Amini. Imeandaliwa na Helen Mdinda kwa msaada wa mashirika ya habari, na kusoma kwako nami Timo Thrugoe. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.